Ziko alama za waziwazi. Miongoni mwa alama hizo za sharafu ya jengo hili ni makamu Ibrahim. Wa man dakhalahu, na atakayeingia katika nyumba hii au katika eneo hili la al-Haram, kana amina, anakuwa yuko katika amani. Walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, ana Mwenyezi Mungu wajibu aliyoufaradhishwa kwa wanadamu, anao wajibu huo aliyoufaradhisha Allah kwa wanadamu, wale watakaokuwa na uwezo wa kwenda kutekeleza fardhi ya hija aliyoifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kafara, na atakayepinga wajibu wa safari hii, uwezo anao akaona haina umuhimu, bali ni katika safari zenye kutia hasara, akaamua asiitekeleze ibada hii hali ya kuwa uwezo anao, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, ifahamike kwamba Mwenyezi Mungu ni aghnal aghniyai, ni tajiri, ni mkwasi, na si muhitaji wa ibada ya mtu yoyote, bali mtu yoyote atakayetekeleza amri za Allah kwa kutekeleza ibada mbalimbali, aelewe kwamba faida ya ibada hizo itamrejelea yeye mwenyewe, bali Mwenyezi Mungu hapungukiwi. Hata kama viumbe wote watakataa kutekeleza amri za Allah, yeye hapungukiwi katika sharafu na utukufu wake, hata tone linalochukuliwa na sindano baada ya kutoswa katika maji. Sasa tukiendelea, aya zinarudi kutufahamisha ubaya na ukorofi wa ahlul kitab, na haswa Mayahudi. Subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ndiyo msemaji mkuu wa ummati al-islamia wa ummati Muhammad, anaamrishwa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala, anamwambia qul, sema Muhammad, qul, sema Muhammad, ya ahlal kitabi, enyi Mayahudi, ya ahlal kitabi, enyi Mayahudi, lima takfuruna biayati llahi, kwa nini, kwa jambo gani? Lima takfuruna, kwa sababu gani, kwa jambo gani mpaka mkawa munazipinga biayati llahi, mukawa munazipinga aya za Mwenyezi Mungu. Lima takfuruna biayati llahi, kwa nini munazipinga, munazikataa, mnazikufuru aya za Mwenyezi Mungu? Wallahu, ili hali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shahidun ala ma ta'malun, anashuhudia, anayaona yote mnayoyafanya. Kwa nini mnafanya hivyo? Tayib, anaambiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam awambie ahlul kitabi nafasi hii, kwa kuwa leo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hatunaye katika uhalisia wa maisha ya kawaida. Nafasi hii wanaambiwa wana wazuoni ambao wao
ndio warathatul anbiyai, warithi wa mitume. Wanatakiwa wanyanyue midomo yao wanawazuoni kuambia ahlul kitabi, lima takfuruna biayati llahi, kwa nini mnazikufuru? Kwa nini mnaziendea kinyume? Kwa nini hamziamini dalili za Allah tabaraka wa taala zinazothibitisha juu ya tauhidi yake, zinazothibitisha juu ya ukweli wa mtume wake Muhammad, zinazothibitisha juu ya ukweli wa Qur'ani, aya ambazo, dalili ambazo nyinyi munazo katika vitabu vyenu. Lima, kwa sababu gani? Kwa faida gani? Takfuruna biayati llahi, na ayati llahi imekuja kwa jamu, maana yake dalili hizo za Mwenyezi Mungu ziko nyingi sana, hazijifichi. Lima takfuruna biayati llahi ay lima tajhaduna bilquran, kwa nini munaikanusha Qur'an? Kwa nini munaipinga Qur'ani? Almunazzal, Qur'ani iliyoteremshwa, ala Muhammadin, aliyoteremshiwa Muhammadi, maa qiyami dalaili, pamoja na kwamba dalili ziko wazi, walbarahini, na hoja ziko wazi, ala sidiqihi, juu ya ukweli wa Qur'ani. Inakuwaje munaikataa Qur'ani? Hili ni suala ambalo waulizwe ahlul kitabi na sisi Waislamu ambao kimsingi wao wanaijua Qur'ani hata kabla yetu sisi. Wao wanamjua Mtume Muhammad hata kabla yetu sisi. Wao wanajua suala la kupelekwa mitume hata kabla yetu sisi. Sasa wao waliopewa mitume mwanzo, wao waliopewa vitabu mwanzo, wao waliopewa dalili mbalimbali kupitia mitume wao, wao ndio wamekuwa wa kwanza kuikataa Qur'ani. Suala ndio wanaulizwa. Mtume anatakiwa awaulize, Waislamu tunatakiwa tuwaulize ahlul kitab, lima takfuruna biayati llahi, hasa kwa nini? Kwa faida ya nani? Mpaka mkawa nyinyi munazikataa dalili za Mwenyezi Mungu. Aitajhaduna bilqurani almunazzali ala Muhammadi maa qiyami ad-dalaili, dalili zimesimama ziko wazi, walbarahini, na hoja zimesimama ziko wazi, ala sidiqihi, juu ya ukweli wa Qur'ani. Wallahu, ili hali Mwenyezi Mungu, wallahu, ili hali Mwenyezi Mungu, shahidun, yeye anashuhudia, yeye anaona, yeye anajua, ala ma ta'malun, juu ya yale yote mnayoyafanya, mikakati yenu michafu, mbinu zenu mbaya dhidi ya mtume wa Qur'an, dhidi ya mtume wa Uislamu. Allah tabaraka wa taala mikakati hiyo anaijua, hamuingiwi na hofu. Maana lau mungelikuwa munafanya mikakati, yule aliyemtuma huyo Muhammad ikawa hajui, angalau mungelikuwa muna salama. Lakini huyu aliyempeleka Muhammad kuwa ni mjumbe wake, shahidun, yeye anashuhudia, yeye anafahamu, yeye anaona, ala ma tafalun, juu ya yale yote mnayoyafanya, juu ya yote mnayoyafanya. Ay muttali'un
ala jamii a'malikum, anayaona matendo yenu yote. Fayujazikum alaiha, eleweni Mwenyezi Mungu atakuja awalipe kwa hayo mnayoyafanya, kwa sababu anayajua, kwa sababu anayaona. Kwa hivyo Allah atakuja awalipe kwa hayo mnayoyafanya. Aya mnasaba wake unazungumza na ahlul kitab, lakini maana ya aya hii inakusanya umumi kwamba mtu yoyote anayefanya lolote aelewe Allah tabaraka wa taala analijua hilo analolifanya, anamuona hilo analolifanya, na kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu atamlipa kwa mujibu wa hilo alilolifanya. Na hapa Mwenyezi Mungu amesema wallahu shahidun ala ma ta'malun. Mungu hatizami maneno yako, Mungu anatizama nini umefanya. Maneno mengi yanasemwa, lakini matendo Mwenyezi Mungu ndiyo anayoyazingatia. Innal insana lafi khusri, anaapa Allah kwamba mwanadamu yu katika khasara, illa alladhina amanu, imani matendo, alafu wa amilu salihati, amalu salihati matendo. Sawa eh? Tayib, kwa hivyo anaangalia hivyo. Imekuja katika suratu Ali Imrani hii pia, subhanahu wa ta'ala anazungumza ya ahlal kitabi lima takfuruna biayati llahi wa antum tashhadun, hali ya kuwa nyinyi ni mashahidi kuwa Qur'ani ni kitabu cha Allah. Tumeisoma aya hiyo ikiwa ni aya ya 70. Subhanahu wa ta'ala anawauliza ahlul kitabi, ya ahlal kitabi, enyi Mayahudi, enyi Manaswara, lima takfuruna, kwa nini munapinga biayati llahi, kuzipinga aya za Mwenyezi Mungu, wa antum, ili hali nyinyi, tashahaduna, nyinyi ni mashahidi kwamba Qur'ani sio maneno ya kibinadamu. Mnajua kabisa Qur'ani kalamullahi al-azaliyu, mnajua kabisa Muhammad sio kahin, Muhammad sio kadhab, bali Muhammad khatamul anbiyai wal mursalin. Hili mnalijua. Sasa lima takfuruna, ukafiri wa nini? Upinzani wa nini? Kwenda kinyume na aya zake Mungu kuna faida gani? Aya zikaendelea ya 71, akasema ya ahlal kitabi lima talbisuna alhaqa, kwa nini munawadanganya watu kwa kuichukua haki mukaichanganyisha bilbatil, wataktumuna alhaqa, alafu mukauficha ukweli, wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi munajua tunachokifanya sicho, bali ukweli anao Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Aya hizi kwa upande mmoja Waislamu zinawafahamisha Mayahudi kwa nini hamuitaki kuiamini Qur'ani, lakini upande wa pili Mwenyezi Mungu anatutaka tuendelee kuwa na msimamo wa kuiamini Qur'ani, kwa sababu Mayahudi wanaijua na wanaikubali, Manaswara wanaijua na wanaikubali, walichokuwa nacho ni inadi. Sawa? Kwa hivyo sisi tuzidi kuiamini Qur'ani. Hawa waliopewa vitabu mwanzo, Mayahudi na Manaswara, wanaijua Qur'ani, lakini sababu ya kuikufuru Qur'ani na kwenda nayo kinyume Qur'ani, hasadan min indi anfusihim, ni kwa sababu ya hasad iliyomo ndani ya nafsi zao, ndio wakafika kuambizana wala tuuminu illa liman tabi'a dinakum,
musimuamini yoyote isipokuwa yule anayefuata dini yenu, huyo ndiyo wa kumwamini. Musiamini Qur'ani, musimuamini mtume wa Qur'ani, musiwaamini wafuasi wa Qur'ani, waaminini watu wanaoifuata dini yenu. Wanasema haya Mayahudi hali ya kuwa wanaijua Qur'ani. Sawa? Tayib, aya zinaendelea kusema, qul ya ahlal kitabi, sema tena Muhammad, enyi Mayahudi, enyi Manaswara, lima tasudduna an sabilillahi, kwa nini munawazuia watu wasiamini, wasifuate, wasitekelezee haki zake, njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man amana, wale ambao waliokwisha kuamini tayari. Kwa nini hamuachii wawe huru kutekeleza ibada zao? Nyinyi si mshaamua hamtaki? Nyinyi si mshaamua hamtaki? Kwa nini sasa muwazuie wengine ambao wao wameamua kuikubali Qur'ani baada ya ukweli na dalili zilizo wazi? Kwa nini munawazuia hawa wasiwe huru kutekeleza ibada zao? Ya ahlal kitabi, lima, kwa faida ya nani? Kwa sababu gani? Mkiwa na malengo gani? Tasudduna imekuja kwa fi'lu mudhari, tasudduna, kwamba tendo hili kwa Mayahudi na Manaswara ni endelevu. Hakuna hata mara moja itakayofika Manaswara wawe radhi, Mayahudi wawe radhi kutuona sisi tunaabudu kwa uhuru, kutuona sisi tunasoma kwa uhuru, kutuona sisi tunaitangaza dini ya Allah kwa uhuru. Hakuna hata mwaka mmoja wala tarehe moja itakayofika Mayahudi na Manaswara waridhie hilo. Kama tumekoroma hizi aya za Mwenyezi Mungu, kutumia hizi fiili anazozitumia Allah, Mwenyezi Mungu anatutaka tuzinduke. Hawana upenzi Mayahudi, hawana upenzi Manaswara kuiona dini yetu tunaabudu tukiwa huru. Ya ahlal kitabi, enyi Mayahudi, enyi Manaswara, lima tasudduna an sabilillah, kwa nini munawazuia watu wasiweze kutekeleza twaa ya Mola wao? Man amana, wale walioamini. Kama kwamba haitoshi, baada ya kuwa munawazuia wasiweze kutekeleza twaa ya dini yao, tabghunaha iwaja, munaitakia dini ya Allah ionekane kuwa ni dini yenye kasoro, yenye mapungufu. Iwaja, kama ni njia, ionekane ina kona kona. Iwaja, wanachokusudia hapa ionekane dini ya Mwenyezi Mungu ina kasoro. Ndio wakati mwingine husema Uislamu umemnyima uhuru mwanamke. Ndio wakati mwingine husema Uislamu unamnyima mirathi mwanamke. Wakati mwingine husema Uislamu unamnyima uongozi mwanamke, ili ipate kuonekana Uislamu una kasoro na una ubaguzi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema tabghunaha, munaitakia dini ya Allah, sabili ya Allah, iwajan, ionekane muwajan, ni dini iliyo na kasoro, ni njia iliyo na krogesheni nyingi, hainyoki. Kwa nini? Ai lima tasrifuna, lima tusrifuna nnasa, kwa nini munawaondosha watu an dini llahi lhaq, mukawafanya
wawe mbali na dini ya Mwenyezi Mungu ambayo ni dini ya haki. Watamnauna man arada al-imana bihi, munafanya kampeni za kila aina, mnawazuia watu wasiamini dini ya Mwenyezi Mungu. Kama Waislamu hatujui, tunaona mambo yanakwenda shwari, lakini wasiokuwa Waislamu wao wana mikakati ya sisi katika dini hii tulio katika Uislamu tuingie na shaka, hata utekelezaji wa ibada zenyewe uwe na shaka. Walio nje ya Uislamu wasiingie kabisa katika Uislamu kwa kampeni wanazozifanya Mayahudi, kwa kampeni wanazozifanya Manaswara katika dunia. Tukizungumza Mayahudi na Manaswara, Tanzania hakuna. Hapa tuna makafiri, Uganda tuna makafiri, Kenya tuna makafiri, Rwanda tuna makafiri. Hakuna ahlul kitabaini katika nchi hizi zote. Ili uwe ahlul kitab ni lazima awe Myahudi na Mnaswara, yani awe Myahudi kwa ufupi. Tuko pamoja eh? Kwa hivyo Mayahudi wao kila uchao wako na kampeni ya kutuzuia sisi tusiweze kuitangaza dini yetu. Wakitokea watu wenye msimamo wa kuitangaza dini yetu, haraka linatafutwa jina litakalotoa uhalali wa watu hao waweze kudhuriwa mara moja. Wamepatikana Waislamu wenye siasa kali, wamepatikana Waislamu wenye msimamo mkali, wamepatikana Waislamu magaidi. Wote hao kwa dunia ni halali kuuawa. Hata wale Waislamu walio katika nchi za Kiislamu bado ndugu zao Waislamu wamewatangaza kuwa ni magaidi na wakaweza kuwadhalilisha hali ya kuwa ni Waislamu wenzi wao. Kwa sababu gani? Kampeni za Mayahudi na kampeni za Manaswara. Hujamsikia Yahudi aliyogaidi, hujamsikia Naswara aliyotangazwa kuwa gaidi, lakini magaidi wote ni watu wanaosema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Hao ndio magaidi ambao wanafata dini inayoitwa al-Islam, dini ambayo asili yake ni dini ya amani. Lakini magaidi makafiri wamelichukua sifa yao, wamewapachikia Waislamu, tunauana wenyewe kwa wenyewe. Tayyib, ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah man amana, ay lima tusrifuna an-nasa an dinillahi al-haqqi wa tamnauna, mkawa mnawazuia man arada al-imana bihi, wale wanaotaka kuiamini dini ya Mwenyezi Mungu. Tabghunaha iwaja, isitoshe mkawa mnaitakia dini ya Mwenyezi Mungu kwa mikakati yenu na mipango yenu ionekane sabilillahi kuwa ni njia muwaja, iliyofanywa kuwa na mapungufu mengi, iliyofanywa kuwa na aibu nyingi. Aitatulubuna, mnataka an takuna tariqul mustaqimu, kuwa njia hii ya Mwenyezi Mungu ambayo ndiyo njia iliyonyoka, as-siratal mustaqima, munataka iweje? Muwajjatan, ionekane katika sura za watu, ionekane katika fikra za watu kwamba dini hii ni dini yenye mapungufu na kasoro. Na kwa baadhi ya wale wenye imani dhaifu katika Waislamu wameshafikishwa hapo na wanaamini hivyo, kwamba Uislamu unawabana katika baadhi ya mambo yao, hawako huru. Dini mashaka sana. Ukitaka kuchuma ukiwa katika Uislamu huchumi, wanasema hivyo.
Ukitaka kuchuma na utajirike, uwe nje ya Uislamu, unyonge huko, uibe huko, uongeze sifuri huko, alafu sasa ndio urudi katika Uislamu ufanye ibada. Tunakwambia hizo pesa ulizoiba na kunyonga, ukirudi nazo katika Uislamu, ukifanyia ibada yoyote huku, Mwenyezi Mungu haikubali kuwa hiyo ni ibada iliyotokana na amali yako. Tayeb, anatuambia hivyo Mwenyezi Mungu, wadhalika, sababu ya kufanya dini ya Allah ionekane muwaja bitaghairi sifati rasuli, wanazibadilisha sifa za bwana mtume, watalbisi ala nnasi, wanawadanganyisha watu, biihamihim, kwa tuhumisho zao wale Mayahudi, anna fil islami khalalan wa iwajan, kwamba ndani ya Uislamu muna kasoro, muna aibu, muna mpindo. Mwenyezi Mungu anasema munayafanya haya wa antum tashahadun, hali ya kuwa nyinyi wenyewe mnashuhudia kwamba mnachokifanya sio cha haki na Mwenyezi Mungu hakiridhii. Kwa nini munafanya hivyo? Ndiyo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala akatwambia katika suratul Anfal, wadda taifatu min ahli lkitabi, wametamani Mayahudi, wametamani Manaswara, min ahli lkitabi, katika Mayahudi na Manaswara, wametamani nini? Lau yudhillunakum, kama wangelifanikiwa kuwapoteza. Hili wanalitamani sana. Lau yudhillunakum, wanatamani wawapoteze. Hayo ndiyo wanayoyataka. Allah anasema wama yudhilluna illa anfusahum, kwa mikakati yao na mipango yao, kwa uhalisia hawana wanayempoteza isipokuwa nafsi zao, ndizo wanazozipoteza, kwa sababu siku ya Kiyama watakwenda kulipwa kwa matendo yao. Wama yashuruna, lakini wao wenyewe hawatambui kwamba mikakati yao dhidi ya Uislamu adhabu itawarejea wenyewe. Lakini Mwenyezi Mungu anatutanabahisha sisi Waislamu kwamba matakwa yao makafiri ahlul kitabaini, kwamba sisi tuuache Uislamu. Tuko pamoja Tayib, wa antum tashahaduna ay alimuna bi anna al-islama huwa al-haqq, kwamba Uislamu ni dini ya kweli, ni dini ya haki, wa dinul mustaqimu, na dini iliyokuwa haina kasoro, na dini iliyokuwa haina aibu, ni dini inayofuatana na mazingira ya wanadamu katika dunia. Mahala popote utakapokuwepo, Uislamu unaweza kuishi nao hapo. Popote utakapokuwa, ukiwa mahala pasipo na maji, hata kama miaka 10 utaweza kuzaa na bado utakoga kwa tayammum, utaswali hata kama miaka 20. Ukiishi mahala pasipokuwa na chakula, pana mzoga, Uislamu unakwambia ishi na kula huo mzoga mpaka utakapoondoka hapo, usije ukafa hali ya kuwa huu mzoga upo, hata ukiwa mzoga wa binadamu mwenzio. Huo ndio Uislamu, mahala popote ulipo upo na unatakiwa uishi nao, ndio uwepesi wa Uislamu. Ndiyo maana Mtume katika hadithi nyingine akatwambia, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Tayib, anatuelekeza hivyo subhanahu wa ta'ala, wa antum tashhadun. Aya zinaendelea, subhana anasema wama Allahu, hakuwa Mwenyezi Mungu bighafilin, kwamba anaghafilika
kwamba hajui mimma taamalun, yale ambayo munayafanya, msije mkadhani Mungu hayajui. Wamallahu, hakuwa Mwenyezi Mungu bighafilin, kuwa mwenye sifa ya kughafilika, kuwa mwenye sifa ya kutokufahamu, amma, akawa yuko mbali, hajui chochote, taamalun, katika yale ambayo mnayafanya. Maelezo haya mufassiri anatuambia ameyaleta hapa Mwenyezi Mungu tahadidun wa waidun, haya ni makamio. Sababu nuzuli ni Mayahudi, lakini ielekee aya kwa umumi, sawa la khususi sababi, bali hii iwe kwa umumi alafudhi, kwa maana mtu yoyote popote atakapofanya jambo lolote asije akafikiria kwamba Mwenyezi Mungu bighafilin, hafahamu, amma taamalun, akawa hafahamu na yale ambayo nyinyi munayafanya. Mwenyezi Mungu anayafahamu vizuri sana, sawa. Wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, kila mtu anatembea na memory card. Wamallahu bighafilin amma ta'malun, tahdidun wa wa'idun. Anasema mfasir, waqad jamaa alyahudu wan nasara. Utaona katika aya hizi Allah anatufahamisha kwamba Mayahudi na Manaswara wamekusanya alwasfaini, wamekusanya sifa mbili. Sifa ya kwanza adhalal, wao wenyewe wamepotea. Sifa ya pili walidhilal, kazi yao kuwapoteza watu wengine. Wao wenyewe wamepotea, lakini hawakutosheka na kupotea kwao, wanawataka na watu wengine wapotee na wao. Sifa za Mayahudi na Manaswara hizo, kama asharatil ayatani alkarimatani, kama zilivyoashiria aya mbili tukufu. Faqad kafaru bil islami, Mayahudi na Manaswara wameukataa Uislamu. Thumma saddu nnasa, kisha wanawazuia watu anidukhuli fihi, wasiingie ndani ya Uislamu. Biilqai shubhati washukuki, kwa kuingiza mambo ya shubha na mambo ya shakashaka. Fi qulubi dhafati minan nas, katika nyoyo za wale waumini waliodhaifu. Wanatia shaka na wasiwasi. Mpaka leo Uislamu ukitajwa katika baadhi ya nchi nyingine kama kwamba inaonekana ni dini ya magaidi, ni dini ya watu wasiokuwa na huruma, ni dini ya waliokuwa watu hawatambui upole. Inafahamika hivyo. Hilo limeandaliwa, halikuota kama wanavyosema wazee wetu kama uyoga. Limeandaliwa, lina mkakati maalum. Mikakati yao mingi sana, mikakati yao makafiri ni mingi sana. Wakati mwingine ukiisomesha katika darsa kama kwamba nchi inaweza ikakuona unapingana na wao, kwa sababu nchi tayari mambo yao makafiri wameshayakubali. Wewe ukiyasema inaonekana kama unakusudia kuipinga nchi, kumbe wala huna upinzani na nchi, kwa sababu wewe uko humo. Ikiharibika nchi na wewe umeharibikiwa. Ikiwa hakuna amani katika nchi, na wewe huwezi kukaa ukasoma wala ukafanya ibada yoyote. Lakini ukiyazungumza yale ambayo makafiri wameandaa, inaonekana kama kwamba wewe ni mkorofi. Sio hivyo, lakini makafiri si wema. Makafiri si wema. Makafiri hawatoi msaada usiokuwa na malengo, na malengo yenyewe sio kutunufaisha sisi, bali wanufaike wao katika msaada wowote ule unaouona makafiri wanatoa, na hasa wanapoiona hii ni nchi ya Kiislamu na watu wake ni wanyonge, wakapeleka msaada. Wana malengo yao makafiri.
Tuko pamoja eh? Aya zinaendelea, wama Allahu bighafilin amma ta'malun ya ayyuhalladhina amanu. Subhana anarudi kuzungumza na waumini, miongoni mwa hao waumini insha Allah, na sisi ni miongoni mwao. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala anataka tumsikilize, anataka azungumze na sisi, atupe maagizo yake, na kama waumini hatuna khiari katika kuyapokea maagizo yake na kuyafanyia kazi. Allah tabaraka wa taala anatuita ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio sifa ya imani, mulio na sifa ya imani. Aliyokuwa hakukaa sawa, maana yake akae sawa sawa. Mfalme anataka kuzungumza na watumwa wake, lazima watumwa wakae sawa sawa, kama ilivyokuwa amiri jeshi mkuu anataka kuzungumza na majeshi yake. Askari wote wanakaa tayari kusikiliza amiri jeshi mkuu anataka kuzungumza nini. Allah ndio amiri jeshi mkuu wa jeshi la waumini. Allah ndio muumba wa waumini. Allah ndio Bwana mtawala wa waumini, anazungumza na sisi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulio na sifa ya imani, watu wa la ilaha illa Allah, wafuasi wa Mtume Muhammad, waaminifu wa kitabu cha Qur'ani. Mwenyezi Mungu anatuambia in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitaba, ikitokea nyinyi waumini kuwatii Mayahudi, kuwatii makafiri. Hapa Mungu amezungumza fariqan, kundi katika Mayahudi, kundi katika Manaswara, alladhina utul kitaba. Ikitokea nyinyi kuwa chini ya twaa ya Mayahudi na Manaswara, kitakachotokea nini? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kitakachotokea ni kwamba lazima wawatoe katika Uislamu. Allah aliyetuumba anatuambia hivyo Anajua, anazungumza na sisi waumini, tuko hapa msikitini, kwamba isije ikatokea waumini wakawa chini ya twaa ya ahlul kitab, wakawa chini ya twaa ya Manaswara na Mayahudi katika masala ya imani yao, katika masala ya dini yao, katika masala ya utekelezaji wa ibada zao. Wasikubali hata mara moja kuwa katika twaa ya ahlul kitabi. Sawa? Kwa nini Mwenyezi Mungu, mboni unatutahadharisha sisi tu waumini? Anasema ndiyo, kama mtafanya hivyo, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mwenyezi Mungu anatutahadharisha, mkija mkafanya hivyo, hao watawarejesheni baada ya kuwa mshaamini, watakurejesheni katika ukafiri. Waislamu wenzangu, si lazima kuturejesha katika ukafiri tukabatizwa na kubadilishwa majina. Tunaweza tukaachiwa majina yetu yale yale, Shaaran, Hikman, Hamzan, Shaaban, Fardan, mkawa na majina mazuri, lakini mfumo wenu ukawa mbali kabisa na Uislamu, mkawa mnafata mfumo wa wasiokuwa Waislamu. Kwa mfano, katika zile nchi za Kiislamu hakuna kikwazo kinachowazuia. Kwa nini isiwe mapumziko siku ya Alhamis na Aljumaa? Kwa nini isiwe mapumziko siku hizo, wakati nchi zenyewe Waislamu ni wengi? Kwa nini isiwe hivyo? Lakini ikija ikatangazwa hivyo katika hizo nchi ambazo Waislamu wengi, itakuja kuonekana nchi hiyo ni ya kidini,
na kwa maana hiyo misaada itakuwa haipewi na itatengwa, na maadui watakuwa hapo ndio nyumbani kwake, magaidi nchi hiyo itakuwa inafundisha magaidi. Ili tubakie tusiwe magaidi, lazima twende wanavyotaka ahlul kitabaini. Unafahamu vizuri? Tayeb, ya ayyuhalladhina amanu. Maelezo haya jamani, Mungu ananong'ona na wapenzi wake. Haya maneno anayanong'ona baina yake na sisi, anatuambia mlioamini, in tutiu, in ya sharti, in tutiu fariqan, ikiwa mutalitii poti minalladhina utul kitaba, la wale waliopewa kitabu, ay in tutiu taifatan min ahli alkitabi, jawabu ya in ya sharti, yarudukum ba'da imanikum kafirin, watawarejesha baada ya kuwa alhamdulillah mulikuwa waumini, watawarejesha murudi katika ukafiri. Leo nani anaona uzito kukopa mikopo ya riba, mambo ya makafiri? Nani anaona tabu leo kucheza michezo ya bingo? Michezo ya bingo si tunacheza katika masimu kule, katika TV wanaonyesha sijui 50 sijui ngapi, tunacheza, ni mambo ya kawaida sasa hivi. Nani anachukia kujengwa ulevi katika mtaa wake? Kibali cha kujenga hiyo baa kinatolewa na mtu, ye mwenyewe ukifika wakati wa adhana anakuja msikitini. Unaswali nini? Alafu eti unataka watoke watu wa meli 4 wakapinge kujengwa baa katika mtaa wao. Aliyetoa kibali nani? Na wala usipate tabu kwenda kupinga. Huyo aliyetoa kibali ndio atakayepinga yeye mwenyewe. Ukapinge nini? Tayib, yarudukum, watawarejesha, baada imanikum, baada ya kuwa tayari mshakuwa waumini, kafirin, mtarudi muwe makafiri. Ayusayirukum, watawabadilisheni kafirin, baada an hadakumullahu liliman, baada ya kuwa Allah alishawapa hidayah mukawa waumini, watawarejesha. Walkhitabu, mazungumzo ya asili ya aya yalikuwa wanazungumzwa al-Ausu wal-Khazraju, makabila mawili ya Waarabu wa Madina, ambao hawa walikuwa maadui kwa kipindi kirefu sana, kwa sababu ya kugombanishwa na makabila mawili ya Kiyahudi kule Madina, Banu Quraidha na Banu Nadhir. Tumefahamiana? Tayib, al-Ausu wal-Khazraju idh kana al-yahudu, kwa vile walikuwa Mayahudi, yuriduna fitnatahum, wanataka kuwafitini wagombane tena baada ya kuwa wameshapatana, kama fi sababi nuzuli, kama ilivyokuja katika sababu nuzuli. Sababu yenyewe walikuwa mtu mmoja wa kabila la Ausi, mmoja wa kabila la Khazraji, wameanza maskhara, akapita Myahudi akawaona, leo Khazraji na Ausi wamekaa pamoja wanazungumza. Akaja yeye kwa sababu ya choyo Myahudi, akawakumbusha yaliyokuwapo kabla ya Uislamu, namna walivyokuwa hawapendani. Mwisho wakataka kuuana, mpaka akenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayeb, anatuambia hivyo alafu aya zinaendelea, wa kaifa takfuruna, vipi nyinyi waumini Waislamu murudi katika ukafiri, wa antum, hali ya kuwa nyinyi tutla alaikum ayatullah,
kitu cha kwanza ambacho kitawazuia msiende katika ukafiri ni aya za Mwenyezi Mungu zikiwa zinasomwa. Kaifa takfuruna, vipi mtakufuru, wa antum, ili hali nyinyi, tutila alaikum, zinasomwa juu lenu, ayatullah, zinasomwa aya za Mwenyezi Mungu. Kumbe aya za Mungu ndiyo ngome kubwa ya kutufanya sisi makafiri wasitupeleke katika Uislamu. Ndiyo maana unaziona kampeni zimekuwa kubwa, mpaka masomo ya dini yakatolewa katika masomo ya sekula ili watu wasijue dini. Mpaka sasa hata hivyo vyuo vyenyewe vinayumba, mguu ndani mguu nje, mabalaa yote yanapelekwa huko vyuoni. Subhanallah. Kumbe malengo, hawataki isomwe Qur'ani. Kwa sababu gani? Mayahudi wanajua kama watakuwa bado na Qur'ani yao hawa, hatuwezi kuwatoa huku. Shafahamu? Hizi aya uzielewe vizuri, pamoja na kwamba hatuna ufasaha wa kuzieleza, lakini zielewe vizuri. Mungu anasema wa kaifa takfuruna, vipi nyinyi waumini murudi katika ukafiri, wa antum, ili hali nyinyi, tutila alaikum ayatullah, zinasomwa kwenu aya za Mwenyezi Mungu. Maana yake kama hazisomwi aya za Mungu, sisi kurudi katika ukafiri ni jambo jepesi sana. Kwa hivyo hilo makafiri wamelijua, hilo wamelifahamu makafiri, lakini sisi wenyewe hatuelewi maskini. Na kwa hakika Uislamu unaondoka kwa sababu masomo ya dini yamekosa nafasi. Watoto wote wenye akili ndio wanaopasi form 4, ndio wanakwenda kidato cha 5 cha 6, wanakwenda chuo, ili hali huko kote hakuna tena masomo ya dini. Wakirudi wanarudi hawana dini, wakiingia ofisini wanaingia hawana dini, akishika bunduki anashika hana dini, akipewa ofisi anapewa hana dini. Kwa hivyo lolote lile anaweza akafanya kwa sababu hana remote, na remote ya mwanadamu ni dini yake, Waislamu. Unaweza kukutukana mtu, unataka ukamtukane, midomo unayo, unasema Mtume kasema mtu atakaye kutukana kama hujamlipiza analipiziwa yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unanyamaza. Shafahamu? Huo ndio Uislamu. Qur'ani, tutila alaikum, zinasomwa juu lenu ayatu za Qur'ani, ayatullah. Alafu jambo la pili, wafikum rasuluhu, na kati yenu munaishi na mtume wake. Vipi nyinyi mutoke katika Uislamu ili hali munaishi na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Leo mtume Muhammad hayupo, lakini mafunzo yake yapo, na mtume anapoondoka katika dunia anazungumza na maswahaba wake, jamani, ninakwenda zangu, lakini ninawaachieni vitu viwili, intamasaktum bihima, kama mtavikamata, falan tadhillu abada, hamtapotea milele. Kitabullah wa sunnati, riwaya nyingine wa ahlu baiti. Sawa.